kuna kitu nataka mkijue, nataka mjue kutofautisha. Kama ulikuwa unajua au hujui, chukua hii. Sawa, kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya UTI kwa maana ya maambukizi ya bakteria ukeni na yale majimaji yanayotoka ukeni. UTI manake ni maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo, sio ukeni, kwenye njia ya mkojo. Alafu kuna maambukizi ya bakteria kwenye uuke. Kwa hiyo nataka leo uchukue hii kitu, upate hii elimu. Kwamba wengi huwa wanakutwa na changamoto kwamba anatokwa na majimaji ukeni bila kujalisha aina ya rangi au kwa maana ya uchafu. Akiona tu anapata hiyo dalili, basi anaenda kununua dawa kwa maana ya kujitibu UTI. Au anaenda maabara anapima UTI. Akishamaliza kupima, basi anagundulika na UTI, anapewa dawa. Anatumiwa dawa, ile dalili ya uchafu inapotea, anakaa baada ya muda fulani, dalili tena ya yale majimaji au uchafu unarudi. Baada ya hapo sasa, anaanza kusema, mimi nina UTI kali, siponi, inajirudia mara kwa mara. Kumbe la hasha, hiyo sio UTI. Bali hayo ni maambukizi ya bakteria kwenye au maambukizi ya vimelea kwenye mfumo wa uzazi kwa maana kwenye uuke. Sawa? Kwa nini huo uchafu au hayo majimaji yanakusababishia uwe unaumwa UTI mara kwa mara endapo ukienda kupima? Sababu ni hii. Sawa? Cha kwanza, yale majimaji yanavyotoka yanaenda kukutana na nguo yako ya ndani. Maanake yale majimaji ndio vimelea vyenyewe, ndio bakteria wenyewe. Hapa nazungumza bila kujalisha rangi ya hayo majimaji au huo uteute, huo uchafu. Kwa maana yakitoka kwenye uke wako, yakienda kukutana na nguo yako ya ndani, maanake vile vimelea vinakuwa ni rahisi kwenda kwenye njia ya mkojo, kwenda kwenye kile kitundu cha mkojo. Au wakati mwingine, wakati wa kujitawaza, unaweza ukawa unawahamisha wale wadudu waliotokana na yale majimaji kutoka kwenye njia ya uzazi kwenda kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo kwa haraka haraka naweza nikasema hizo sababu mbili au hizo njia mbili ndizo zinazoweza kukusababishia wewe kuwahamisha hao vimelea waliopo kwenye uuke kwenda kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo nikusihi sana, ukipata hiyo changamoto, fika hospitali kwa ajili ya kupata ushauri na matibabu. Naamini utakuwa umeichukua hiyo. Nikusihi sana, usiache kushare kwa wengine ili waweze kupata elimu. Pia usisahau kucomment.